Ndugu Katibu Mkuu, na kupongeza kwa bonanza la leo. Utakumbuka wakati naingia wizarani mara ya kwanza nilisema kuhusu kuwaleta wafanyakazi wa wizara na taasisi zake pamoja. Huwa haipendezi mkikutana kwenye korido hamfahamiani, lakini michezo inawaleta watu pamoja, mnashindana, mnajenga urafiki, mnaendelea kufahamiana. Lakini kubwa kuliko yote ni masuala mazima ya kujiweka vizuri kiafya na kiakili ukiwa mnaendelea kutimiza majukumu yenu. Hivyo nitoe rai kwa Katibu Mkuu ya kwamba kuendelea kusimamia mabonanza haya ili kuwaleta watumishi wote wa wizara pamoja, tujenge timu moja yenye ushirikiano na upendo mkubwa sana. Hakuna jambo litawezekana kama tutafanya kazi kwa umoja, upendo na mshikamano. Na hiyo ndio silaha kubwa ya mafanikio. Kwa nikuombe sana Katibu Mkuu, mazoezi haya ya mabonanza yaendelee ili kuwaleta pamoja watumishi wote wa wizara, na kwa kufanya hivi tutaendelea kuijenga wizara imara yenye upendo, umoja na mshikamano mkubwa kwenye kutimiza majukumu ambayo tumepatiwa. Mheshimiwa Waziri, niahidi tu kwa niaba ya watumishi wenzangu kwamba tutaendelea kufanya mabonanza haya ya mara kwa mara, kwa sababu ni msisitizo wako, kwa sababu ni msisitizo wa serikali kuu kwa maana ya mamlaka, Mheshimiwa Rais pamoja na Waziri Mkuu. Tumeona katika mabonanza yake mbalimbali akisisitiza tuweze kufanya mazoezi kwa ajili ya afya na mshikamano wa serikali kwa ujumla. Bonanza kwetu ni motisha, linaleta ushirikiano kati ya mtumishi na mtumishi. Wizara ya Madini ina taasisi nyingi na watumishi ni wengi, na kwa mara nyingi huwa hatufahamiani, lakini bonanza linatuleta pamoja, linatufanya tushirikiane pamoja, linatufanya tuelewane, linatufanya tuaminiane, linatufanya wote tuwe kitu kimoja. Nia yetu ni kujenga taifa kupitia madini. Kwa majina naitwa Joyce Pearson Manyama, ni mtumishi katika taasisi ya TEIT. Taasisi hii iko chini ya Wizara ya Madini. Umuhimu wa mazoezi haya, kwanza yanatuleta pamoja watumishi wote wa Wizara ya Madini pamoja na taasisi zake. Pili, mazoezi yanatujengea afya, tunakuwa na afya njema. Lakini cha tatu, tunakuwa na ushirikiano.